wanadamu tunajisahau. Maandiko matakatifu anasema kwamba ushinde ubaya kwa wema. Ushinde ubaya kwa wema. Kwa maana nyingi kwamba ukishajua umekosea ama ulikosea, usiendelee kukosea. Kama unajua kwamba ulikosea, umekosea, na kushauri mimi kama mtu wa Mungu, usiendelee kukosea. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba mara nyingi wanadamu ama watu ambao nakuwa nawaona, ambao kuna baadhi ya maeneo ambayo walikuwa wamefanya makosa, wamesababisha madhara kwa watu, wamesababisha madhara kwenye maeneo mbalimbali, badala ya wao kutafuta ni namna gani ya kurekebisha makosa yao, unashangaa wanaanza kujiingiza kwenye makosa zaidi. Unashangaa ni watu waliua watu Oktoba, baada ya kutafuta namna gani ya kutubu, kuonyesha kwamba kweli wamekosea, unashangaa kwenye mabarabara haya wanatuletea magari fulani, Land Cruiser yale, unashangaa na plate number ya pikipiki, ambao magari kama hayo unashangaa na ndio ambao muda mwingine yanasababisha uharibifu, yanaweza kana sababisha uharibifu. Sasa nimesema kwamba usiushinde ubaya kwa ubaya. Ukiona kwamba wewe ulikosea, tafuta namna gani ya kurekebisha makosa yako. Lakini kwa vile ambavyo utaendelea kuwa na roho mbaya na roho libaya, unavyoendelea kufanya makosa, hakuna suluhu ya moyo wako ambao utaipata, kwa sababu wewe ulifanya mabaya ili wewe upate kitu fulani, lakini umeshapata kile kitu, unaona kwamba kile kitu ambacho ulikuwa unakitafuta kwenye jambo uliokuwa unalifanya haujakipata. Tafuta namna gani ya kurekebisha makosa yako. Umejua kwa umekosea, usitafute kuendelea kukosea, kwa sababu makosa kama makosa hayana suluhu. Wewe kama utaendelea kuwa mbaya zaidi ya ulivyokuwa, utataka ushindane ama uwe kama shetani, au utapata suluhu ya moyo wako. Utaendelea kujipandikizia maumivu ya moyo wako mwenyewe kwenye maisha yako. Ushinde ubaya kwa wema. Ukijua ya kwamba kuna mahali ulikosea, tafuta namna gani ya kurekebisha makosa yako, iwe kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa majirani zako, kwa mtu yoyote ambaye umemkosea, ama kuna makosa ambayo umeyasababisha kwenye mwili wake, ama madhara uliyosababisha kwenye mwili wake. Tafuta namna gani ya kurekebisha makosa yako. Lakini wewe kwenda kukosea ati kwa sababu umekosea hautapata chochote. Umeshafanya mwanae, umeharibu watoto wa watu, umeharibu vijana, umeharibu watoto wa watu, mabinti za watoto wa watu. Mimi nachokwambia, suluhu na dawa ya kweli ya moyo wa kweli wa mwanadamu, wewe sio kuendelea kukosea, wewe sio kuendelea kufanya ubaya. Usiendelee kujifresha katika ubaya, kwa sababu ubaya hauna faida yote. Ndugu, nakwambia kwamba ushinde ubaya kwa wema. Ukijua ya kwamba umekosea, tafuta namna gani za kurekebisha makosa yako. Urekebishe makosa yako na utende vema, utende mema, utende vizuri ama uishi vizuri. Lakini wewe kwenda kukosea ama kwenda kuharibu, hakuna suluhu ama hakuna jambo lote la maana ambao utalivumbua kwenye kufanya makosa, kwenye kufanya ubaya wa namna zote zile. Tafuta namna bora za wewe kurekebisha makosa yako. Kuacha namna mbaya na kuenenda kwenye namna bora, kwenye namna njema. Fanya vizuri kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako. Maana maandiko yanasema kwamba
Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna, kiwe ni kibaya kama ni chema. Alimadamu bado wewe umefanya mabaya, malipo ya ubaya, malipo ya maumivu uliyosababisha kwa mtu lazima yatakuwa pamoja na maisha yako. Kama umefanya mema, wema ule uliofanya kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya mtu, lazima ule wema utakuwa pamoja na maisha yako yote na kwa kizazi chako. Ndio maana Daudi anasema kwamba tangu nikiwa kijana hata sasa nimeshakuwa mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala uso wake ukiomba chakula barabarani. Ya kwamba hajaona mtu aliyeishi vizuri, akaona familia yake, watoto wake wako kwenye namna za uhitaji. Ukishajua kwamba umeshakosea, pointi yangu, ukishajua kwamba umekosea, tafuta namna ya kurekebisha makosa yako na wewe kuacha ubaya na kutenda wema. Amua kuokoka leo na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ambaye ni wa rehema, ambaye amerehemu maisha yangu na maisha wengine, ambaye anaweza karehemu na maisha yako pia. Ushinde ubaya kwa wema. Hakuna faida yoyote kwenye maisha mabaya. Amua kuokoka na kubadilika leo. Inawezekana kwa neno la Bwana. Asante.